Augustus Caesar ni mkurugenzi wa tafiti na mafunzo kutoka Mafanikio Academy. Ameshafanya introduction, anitangulia. Kwanza tunashukuru sana wachungaji, viongozi wa kanisa na jamii nzima ya Kifuru kwa kutukaribisha. Tunashukuru sana, na sisi kama vijana wenzenu tunaamini kwamba kuna umuhimu wa kuinteract, kukutana na vijana katika mazingira yote. Naomba muelewe kwamba wakati tunalisha neno la Roho, sisi tunaishi duniani hapa, we are part of the world, ni sehemu ya dunia. Kwa hiyo huwezi kukwepa mambo ya dunia wakati unaongelea masuala ya kiroho. Maisha ya duniani yana uhusiano moja kwa moja na maisha ya roho. Huwezi kuwa mtu ambaye unatafuta maisha ya roho wakati maisha ya dunia yana utata, au ueleweki unaishishije duniani hapa. Si ndio? Ndio maana tunaongea masuala ya mwili na roho, si ndio? Yes. Naomba muelewe kwamba hapa duniani tumekuja kwa lengo, mnaelewa, si ndio? Yes, na tunatofautiana. Watu wote tunatofautiana hapa duniani. Tunatofautiana kwa uelewa, tunatofautiana kwa ujuzi, kwa vipaji, talents, tunatofautiana kwa interest, si ndio? Tunatofautiana kwa social classes, kuna watu wali ya juu, wali ya chini. Tunatofautiana kwa malengo, tunatofautiana kwa elimu, vitu vingi sana. Lakini kwa nini tunatofautiana? Tunatofautiana kwa sababu ya kitu kimoja, mindset, si ndio? Kwa sababu wewe una mawazo, unajichukuliaje? Maamuzi yako ni yapi? Unajiamini kwa kiasi gani? Vipaumbele vyako ni vipi? Si ndio? Unataka kuwa nani baadaye? Wewe ni nani hapa? Unajiamini kwa kiasi gani? Self confidence yako ikoje? Si ndio? Self esteem, self realization, unajitambuaje? Si ndio? Confidence, unajiamini kwa vipi? How aggressive are you? Aggression, kama nikitaka kitu lazima nikipate. Ni muhimu sana kwetu tujue wakati tunaishi hapa duniani, tunamtafuta Mungu, lazima tujenge mazingira, vijana, wafanyabiashara, wanasiasa katika nyanja mbalimbali, watu ambao tuko taaluma mbalimbali, tujue kwamba ukitaka kitu lazima ukipate, ingawaje ukipate katika njia ambayo ni sahihi. Kwa hiyo ni muhimu sana. Naomba tuelewe kwamba vijana wenzangu, ni muhimu sana tukaelewa kwamba tunapojipanga kiakili kupata tunachokitaka, inatupelekea moja kwa moja kufanikiwa. Mtu ambaye huwa anapigana ni mpiganaji ili kuweza aweze kupata anachokitaka. Katika hali ya kawaida huwa anakuambia kuna 80% ya kupata anachokitaka ukiwa mpiganaji, kwamba ukiwa very aggressive, kwamba nataka kitu lazima nikipate. Ndio maana watu wanaofanikiwa huwa ni wale wale. Kwa hiyo tofauti ya mtu anayefanikiwa na mtu ambaye hajafanikiwa ni moja tu, ni mindset. Wote tumezaliwa Tanzania, tuna masaa 24, mazingira ni yale yale, hali ya uchumi ni ile ile, viongozi wetu ni wale wale. Lakini kwa nini kuna watu ambao wanafanikiwa na ambao hawafanikiwi? Ni kwa sababu ya mindset. Wewe umejipanga vipi? Unaamini nini? Unafanya nini? Vipaumbele vyako ni vipi? Unajipangaje? Kwa hiyo ni muhimu sana. Nafikiri mnaelewa, wengi mmesoma kitabu cha Kutoka pale, mlivyoona ile historia ya Esau na Yakobo. Si mnaifahamu? Yakobo na Esau. Esau alikuwa mtu gani? Wale mapacha. Mungu alimwambiaje Rebeka mama yao? Akasema angalia kwenye tumbo lako kuna mataifa mawili, na watu wawili watatengana, si ndio? Asema mkubwa atamtumikia mdogo, na mdogo atakuwa na nguvu kuliko mkubwa, si ndio? Ni watu wamezaliwa na tumbo moja, mama mmoja, ni mapacha. Lakini angalia, Mungu akuona kama mapacha, aliona kama ni mataifa mawili tofauti. Can you imagine watu wawili ambao wamezaliwa mama mmoja kama mapacha? Yaani Mungu mwenyewe kusema kwamba haya ni mataifa mawili. Kwa hiyo likewise, kama Mungu alivyodeclare kwamba two nations are in your womb, two people shall be separated, the younger shall be stronger than the elder, and the elder shall save the younger. Kwamba yani mtu na mataifa watu wamezaliwa kama mapacha, lakini angalia sasa, kumbe Mungu akaona kama mapacha, aliona mataifa mawili. Sasa inabidi wewe kama unapokuwa Tanzania hapa, au unapokuwa hapa Kifuru, au unapokuwa duniani, unaweza kuwa na mtu ni ndugu yako, ni baba yako, ni mama yako, ni kaka yako, lakini mko kwenye mataifa mawili tofauti kabisa. Mungu anaona nyinyi ni mataifa mawili. Kwa hiyo kuna ulazima ukaisha kwamba je, wewe ni taifa gani? Sasa angalia mataifa yaliyokuwa haya. Huyu Esau alikuwa anafanya kazi gani? Ya uwindaji, si ndio? Si mnajua, mmesoma Kutoka sura 25, si mmesoma? Esau alikuwa anafanya kazi ya uwindaji. Lakini Yakobo alikuwa anafanya kazi ya nini? Ya ufugaji. Sasa alikuwa anafuga Yakobo pale nyumbani. Na Yakobo alikuwa anafanya nini? Anampikia babake ile mchuzi mtamu ule. Babake akasema kwamba naomba unipikie mchuzi wangu mtamu kila wakati. Huyu anawinda, lakini anayewinda hajui kupika mchuzi. Anayepika mchuzi yeye anafanya kazi ya kufuga. Tofauti nini hapa? Unaweza kaona. Ni kwamba muwindaji kazi yake huwa ni kuua.
Akiwinda na kwenda anaua mnyama mmoja, anaamini kwenda kuwinda tena kesho kuua. Kwa hiyo it's all about chasing the animal, killing the animal, it's all gone. Tusubiri biashara ya kesho. Huyu lakini anaamini katika kumultiply. Anachukua wale wanyama, anawafuga, anaongeza, anafanya multiplication, anazalisha. Ni mapacha hao, angalia. Lakini Mungu asha declare these are two nations. Though wamekuja kutoka kwenye tumbo moja, si ndio? Kwa hiyo angalia wewe ni mtu wa aina gani? Je, ni mtu wa taifa la Esau la kwenda kuwinda na kuua, au ni taifa la Yakobo la kuzalisha na kumultiply biashara yako, elimu yako kujiongeza? Kama ni mwanasiasa, kama mwanasiasa ambaye ni creative, unajua kuwasaidia watu. Kama ni mwandishi wa habari, kujiongeza kutafuta habari ambazo ni tofauti na wengine. So wanasema we don't succeed because of what we do. We succeed because of what we do differently. Kwa hiyo watu wote tunafanya, lakini what do you do differently ambacho wengine hawezi kufanya. Kwa hiyo ni vizuri tukajipanga. But the only difference kati ya watu duniani hapa, it's all about the mindset. Kama ambavyo ilikuwa hao mapacha wamezaliwa, ni mapacha wawili wamezaliwa na mama mmoja, lakini it's two nations. Na Mungu amesha declare kwamba one nation will be weaker, the other will be stronger. Sasa wewe, je, ni kati ya taifa la Esau au la Yakobo? Kwa hiyo ni muhimu sana ukajipanga, ndugu zangu. Tunaelewana? Yes, ni vizuri kujitambua kama ni mwanafunzi. Kuna wanafunzi wangapi hapa wa chuo sekondari? Wafanyakazi wangapi jamani? Wafanyakazi? Wajasiriamali? Yes. In any area of your specialization, whether wewe ni entrepreneur, labda ni mwanafunzi au ni katika profession nyingine yote, ni vizuri kabisa ukajipanga, ukajua kwamba mimi ni mtu wa aina gani. Je, ni mtu wa taifa gani? Taifa la Yakobo ambalo aliongeza inaua, au taifa linaloweza kumultiply? Maana yake ni kwamba unajiongeza kiasi gani, unajitambua kiasi gani, vipaumbele vyako ni vipi? Ni muhimu sana tukajitambua ili tuweze kuishi katika maisha ambayo ni ya kufanikiwa hapa duniani. Moja kwa moja tutaweza kumtumikia Mungu, kumtolea Mungu, kuweza kusaidia watu wengine, majirani zetu. Sisi tukiwa watu ambao sisi ni ombaomba. Unaweza kuishi hapa duniani mtu wa aina gani? Je, ni mtu wa kuomba au kutoa? Sababu hata Biblia inasema blessed are those who give and condemned are those who receive. Yani kwamba na walaaniwa wapokeao. Imagine, angalia Biblia, Mungu anavyolaani watu wanaopokea. Mtu wa kuomba, jamani naomba nauli, naomba 200, naomba nini? That's a curse, ni laana. Lakini ukiwa unatoa unabarikiwa. Si ndio? Kwa hiyo jipange hapa duniani, usiwe mtu wa kuomba, uwe mtu wa kutoa. Hiyo imebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo usije kuona kama wewe kitendo chako cha kuomba afu kaanza kulaumu watu. Sasa hapo angalia, unaingia kwenye dhambi nyingine, unaanza kulaumu watu. Kulaani watu. Bwana, jirani zangu hata ukimwomba buku hawezi kutoa. Ile jamaa hata lift atoi. Ile jamaa mfanyakazi mwenzangu hata ukimwomba 200 nauli tu atoi. Moja kwa moja umeshalaaniwa, kwa sababu Biblia yenyewe inasemaje? Do not judge for you be condemned. Don't judge for you be condemned. Yani ina maana usihukumu. Kazi ya kuhukumu sio binadamu, ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo tusihukumu. Ukishahukumu maana yake unalaaniwa. Biblia ya Kiswahili inasema usihukumu kwani utahukumiwa, lakini hapana. Ya Kiingereza inasema do not judge for you be condemned. Condemnation ni laana. Unajua? Wewe ukihukumu Mungu anakulaani, sababu kazi ya kuhukumu sio kwako. Wewe imagine Mungu kama angempa binadamu kazi ya kuhukumu, si unajua ingekuwa ni balaa. Ukimtongoza mwanamke akakukataa unamhukumu. Ukienda mtu kataka kumwibia, kukuta mweka CCTV pale, kamera, unamhukumu. Kwa hiyo kazi ya hukumu si kwetu, ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo there is a need sisi kujitambua katika areas zetu of specializations. Whether ni jasiriamali, unajitambua kiasi gani unafanya jasiriamali. Kwa hiyo mimi ninachosema hapa sisi tunawapa insight of what we are doing, si ndio? Lakini ukija pale Mafanikio Academy, sisi tunakutrain in all those areas, si ndio? Tunakutrain namna ya kujiamini. Hiyo ni topic inajitegemea. Tunakutrain namna ya kudevelop positive attitude, namna ya kujenga mazingira ambayo kwamba uwe na fikra chanya, sio fikra za kulaumu kwa kile kibaya, si ndio? Tunakutrain katika masuala ya self realization, namna ya kujitambua. Tunatoa training, very intensive training, tunawataalamu. Kwa hiyo ni muhimu sana Mafanikio Academy. Mtapata contact zetu, mtakuja pale tutaweza kufanyia training. Na hakikisha kwamba mkitoka pale Mafanikio Academy, whether ni mfanyakazi, whether ni mwanafunzi, whether ni jasiriamali, utafanikiwa na hautajuta kuingia Mafanikio Academy. Sasa upande wa mindset ni muhimu sana. Watu wajui kwamba kila kitu unachofanya hapa duniani is so about mind. Yaani wewe hapo unasema binadamu ni nini? Ukimwangalia mtu ni nini? Aristotle ni philosopher ambaye is the founder of philosophy. The father of philosophy anaitwa Aristotle, ambaye Plato alikuja kumrithi na so ile alikuwa kusoma na kuandika. Aristotle, Plato alikuwa kusoma na kuandika na akaendeleza vitu vyake. Kwa hiyo watu wanamjua Plato, lakini behind Plato kuna mtu anaitwa Aristotle. Anasema a human being is what you see and what you do. Yaani hakuna kingine.
Yani unapomwona mzee Mengi, Baresa na wewe mko sawa sawa kabisa. Lakini what do you do? What do you see? What do you believe? Si ndio? Yeye unachokiamini, unachokifanya na unachokijua. Hicho ndio kinachotofautisha. Kwa hiyo unavyo mindset yako inahusiana moja kwa moja na unayoyafanya, na unayoyafanya yanahusiana moja kwa moja na unayoamini. Kwa hiyo kama unataka kubadili unayoyafanya, lazima ubadili unayoamini. Si ndio? Huwezi kubadilika kufanya kitu kingine kabla hujabadili unachokiamini. It begins with belief. What do you believe? What's your mindset? Si ndio? Wanasema you cannot change what you do unless you change what you believe. And you can never change what you believe unless you change what you know. Si ndio? Lazima ubadili unachokiamini. Hiyo itafanya ubadilike unachokifanya na unachokijua. Si ndio? Ni muhimu sana. Ndugu zangu, naomba niwaeleze kwamba kuna taratibu ambazo tunazifanya. Kwa mfano kama upande wa mindset ambao ni topic kimoja tu. Kwamba lazima uamini katika kujifunza, yani uamini katika weakness. Si ndio? Binadamu tuna weakness mbalimbali, si ndio? Tuna mapungufu. Kwa hiyo sio kama mimi kama na mapungufu, labda mimi nimelaaniwa niko hapa. Tuna mapungufu tunayojua, lakini lazima ufanyie kazi mapungufu yako, weaknesses. Lazima uzifanyie kazi. Na uwezo kaa tu chini ukasema na Mwenyezi Mungu wangu jamani naomba unibariki weakness zije. Maana siku hizi kuna hatari kabisa mbele. Watu wanaenda makanisani kutafuta miujiza. Tunaamini Mungu anafanya miujiza. Mungu, kazi ya miujiza ni kazi ya Mungu. Sio wewe kwenda kumwambia Mungu kwamba leta muujiza au uende kanisani kupata muujiza. Sio kweli. Si ndio? Mungu anafanya kazi ya muujiza, anajua. Kwa sababu hata Mungu alivyokuwa anawapofua vipofu siku zile, sio kwamba alikuwa vipofu aliwapofua tu, walikuwa wengine, ila alikuwa anafanya kusudi watu waweze kumwamini. Kwa hiyo wewe unapaswa kumwamini Mwenyezi Mungu. Kwanza kuamka asubuhi tu na afya njema, that by itself ni muujiza. Si ndio? Kwa hiyo usimlazimishe Mungu ukawa mvivu. Mungu anasema imani bila matendo ni imani gani? Hiyo kufa. Kwa lazima ufanye kazi. Kama una weakness usifanyie kazi. Sio kumwomba Mungu kama Mungu naomba uniondolee weakness zangu, itaondoka kama ni miujiza. Hakuna kitu kama hicho. Lazima ufanyie kazi ile weakness yako, then utahakisha kwamba Mungu atafanya kazi na wewe. Unaamka saa ngapi asubuhi? Wewe unafanya kazi, unafanyaje kazi yako? Mnaona mheshimiwa hapa wa 360. Mimi ni one of your fans, tunaangalia kwenye chapa. Lakini kila siku asubuhi kashaamka, ina maana kabla foleni hajamkuta yuko kazini, sio kutoa visingizio. Much as most of you guys are doing. Wengine ambao kwa kazini mwenu. Si ndio? Mna asubuhi kabisa foleni taarifa. Lakini ukiwa na visingizio bwana Mungu, mimi kazini hanipendi, leo kumbe unafika kazini saa 5 baadaye ufika saa 3. Kila siku una excuse, nimefiwa, jirani amekufa. Si nani amekufa, tuna msiba. I can assure you that way you will never get away with your weaknesses. Lazima ufanye kazi weaknesses. Si ndio? Lazima kwamba tunaishi katika changamoto duniani, hapa tuna changamoto nyingi sana, si ndio? Lazima uone kwamba changamoto unaziona kwamba ni fursa. Yaani zile changamoto huwezi badilisha fursa. That way utachange mindset. Ukiwa na mindset ya kuona kwamba hii ni changamoto, alafu ukakoma pale, huwezi kwenda mbele, huwezi kurudi nyuma. Tayari ukajihukumu. Moja kwa moja umeshajimaliza, si ndio? Lakini wanasema hakikisha kwamba zile changamoto unaziona ni fursa, zifanyie kazi. Si ndio? Sio kwamba uone kwamba nimepata hii challenge, alafu yani kama vile ujira moja kwa moja kwamba siwezi kufanyaje? Siwezi kuendelea mbele. Wanasema kwamba lazima katika kujifunza huwa kuna mbinu mbalimbali za kujifunza. Hakikisha kwamba una apply mbinu mbalimbali za kujifunza. Tunajifunza kutoka kwa wengine, si ndio? Wanasema we learn from others, si ndio? Lakini wanasema what works for one does not necessarily work for all. Sio kwamba anachofanya akafanikiwa na wewe utafanya vile ufanikiwe. Tunakufanyia training katika masuala kama ya kutafuta alternative methods za kuweza kufanikiwa. Lakini hatukatai kujifunza kutoka kwa wengine. Ni muhimu sana kujifunza kutoka kwa wengine. Lakini ukienda kujifunza kama alichofanya ikashindikana, wewe usikate tamaa. Unaona? Usikate tamaa, unajua kwamba you can always apply another approach au method na ukafanikiwa. Ni muhimu sana. Ndugu zangu, lazima muelewe wanasema kwamba yani ubongo wetu, unaona mindset ni setup ya ubongo. Unachoamini, unavyojichukulia, unavyochukulia watu waliokuzunguka. Kwa hiyo pale ambapo wewe ubongo wako unaweka at rest na ubongo unapumzika. Unajua ubongo ni kama maso. Kama unajua wale wanaojenga misuli. Simona wale bodybuilders. Sio zile muscles zile. Hazikuwa vile. Yaani kwamba baada ya kuzuka kwenye task kila siku anaingia kwenye gym, ana overstrain na nini. Kwa zile muscles zimejenga vile kwa sababu ame overstrain. Yaani zikabaki pale vizuri zika kama six pack kama wanataka vijana wa siku hizi.
haitokei kwa bahati mbaya. Unafanya kazi hiyo mchezo, unaamka asubuhi, lazima observe chakula chako. Lazima observe muda. Unalala muda gani, unakula nini? Likewise za kazi ni kwako kama ni mwanafunzi. Ubongo wako lazima utaski ili uweze kuabsorb materials. Si ndio? Kama ni mfanyakazi, lazima utaski ubongo wako kuweza kuwa creative pale kazini, kuweza kuwa na alternative thinking. Si ndio? Kama ni mjasiriamali, lazima utaski ubongo wako kutafuta opportunities za biashara. Si ndio? Sio unakaa hapa unauza, kila siku unauza kanga haziendi, wewe unakuwa matupa, unaanza kulalamika. Hapana, haitakusaidia. Lazima tafuta opportunities nyingine. Kuna mtu labda anauza vitenge pale. Kuna mtu labda anauza mandazi. Kuna mtu labda anauza karanga. Kwa hiyo lazima utask brain. So brain, wanasema brain, yani ubongo wetu, yani uko busy au lali. Ndio maana kila wakati mtu unakuwa unajitambua kama uko usingizini, unageuka, unapumua, kwa sababu ubongo unafanya kazi. Si ndio? Kwa hiyo tunasema kwamba vile vile tutambue kwamba kila mtu huwa anafanya makosa. We all make mistakes. Si ndio? Kwa hiyo neno failing tunasema mtu replace na neno learning, kwamba instead of failing kama nimelearn. Kwa sababu anytime you fail, by the time you fail, you learn something. Si ndio? Yani ukifail tu unajifunza kitu. Ukienda kufanya biashara ukaifanyia kazi ikawa ngumu, ukaenda Morogoro kununua mahindi kule Kibaigwa ukaileta, kufanya biashara ikashindikana. Lakini in the course unaweza kukutana na mtu pale akasema, wewe mahindi unatafuta nini? Siku hizi kuna ufuta huko. Achana na mahindi. Siku hizi kuna ufuta, watu wanafanya biashara ya ufuta. Si ndio? Kwa hiyo kwamba umepata biashara nyingine. Hata kama hayo mahindi yenyewe, kwa biashara ya mahindi ikafail, lakini in the course utajifunza kitu kingine. Hata kama ni mwanafunzi uko shuleni, ukaenda kusoma physics ikagoma, chemistry ikagoma, basi utakuta kwamba lazima utasema ikusema nimekataa, hebu nisome kitu kingine. Utakuja kurealize kwamba unapaswa kusoma kitu kingine kwa sababu tayari umeshasoma physics na chemistry umekataa. Lakini kama usingeanza na physics na chemistry, ina maana hata hiyo option nyingine usingeichukua. Kwa hiyo we all fail, we learn from mistakes. Kwa hiyo usikate tamaa pale unapofail. Lazima uamini kwamba sote we all fail and we have to move forward. Si ndio? Na katika kama wakati unafanya shughuli zako, tunasema wewe usitegemee approval ya mtu kwamba umefanya vizuri, pale umefanya vizuri. Kwa wewe yani cautious yako inakwambiaje? Did I meet my expectations? Si ndio? Watu wengi huwa wanafail kumove forward kwa sababu ya kutaka approval za watu wengine. Anataka watu wengine ndio waongee kwamba wewe umefail au umefaulu. No, wao wata compliment tu. Wao wanasema kwamba umefanya vizuri au umefanya vibaya. Mtu mwingine anaweza akaamua kucrash kabisa kwamba wewe bwana hata ufanye vizuri, kumkusudi aweze kukatisha tamaa. Lakini wewe kama unafanya biashara yako, ni mwanafunzi, ni mfanyakazi, ni mwanasiasa, always move forward na jiamini katika kile unachokifanya. Lakini uhakikishe kwamba wewe mwenyewe unajifanyia assessment kwamba je, do I improve? Do I fail? Where do I need to improve? Wewe mwenyewe cautiousness yako inakwambia kwamba mimi nimefanikiwa sijafanikiwa. Kwa hiyo inakusaidia. Kwa hiyo tunasema kwamba vile vile watu ambao wanafanikiwa wana set mindset zao. Si ndio? Huwa hawategemei katika kuangalia matokeo ya mwisho, end results. No. Watu ambao wanafanikiwa wanaamini katika process. Kwa sababu kufanikiwa ni mchakato. Kubadilisha unavyofikiri ni mchakato. Unaviona wazungu leo, unasema kuna mtu anasema kuna mzungu mmoja nimeona anatembea na ganda la ndizi anatafuta mahali pa kulitupa. Watu walikuwa wanacheka wazungu. Anaona mzungu anatembea na ganda la ndizi anatafuta trash can. Sasa huyu mzungu leo sijui vipi. Ni kwamba wenyewe katika nchi zao wameo swala la usafi muhimu sana. Kwamba lazima uweze kutupa tu ganda la ndizi barabarani, au uweze kujisaidia popote, au uweze kutupa ganda kumaliza kula pipi kwa popote. Kwa hiyo it's always a process. Si ndio? Hata katika biashara yako usiamini kwamba utabadilika overnight, haiwezekani. Lazima itachukua muda watu kubadilika na kuhakikisha kwamba unafanikiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba niwahakikishie kwamba Mafanikio Academy pale ni center ambayo sisi tunatoa training in those area mbalimbali. Uwe katika field ipi, tunakukaribisha sana. Kwa kweli tungekuwa na muda mwingi sana, tungeendelea kuongea marefu sana.